Niko na Ali hapa. Ali, habari za asubuhi? Habari za asubuhi nzuri Juma, vipi hali? Safi. Zanzibar salama? Namshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama kabisa, alhamdulillah. Tuko kwenye kipindi hapa na Kamanda Jeff Leah anaamini kwamba kesho Yanga mnashinda mechi hiyo bila shida yoyote. Na ana uhakika wa 100%. Unasemaje? Tukifungwa pia naamini atakuwa na uhakika wa 100% kwa nini tumefungwa. Kwa hiyo haya maneno ya wachambuzi, wao hutaki kuyaamini Juma. Wachambuzi wanakuwa na 100% kabla ya mechi na wanakuwa na 100% ya kuchambua baada ya mechi. Waga wao hawanaga muda wa kurudi kusahihisha maneno yao. Mchambuzi akisema leo, kesho anakuwa na room ya kuangalia mechi, atakwambia pale bwana Pacome alikuwa hivi, Mwamnyeto alikuwa hivi, Azam alikuwa bora hapa, kashasahau kwamba jana alisema 100%. Always maneno ya wachambuzi yanakuaga hivyo tu Juma, wala sio mambo ambayo yanafaa kuingia kwenye mijadala, ni opinion hizo. Okay, vipi sasa kwa upande wenu, mnajipangaje kwa sababu mnakwenda kucheza na timu ambayo imetoka kuwafunga kwenye michuano ya FA na mkavuliwa ubingwa? Ali, mipango ikoje kuhakikisha kesho makosa hayarudiwi kwa mara nyingine? Mipango ni kuhakikisha tunapambania pointi 3 siku ya kesho, Mungu kujalia kheri. Tunafahamu ni mchezo mgumu ambao kwa mazingira yalivyo timu zote mbili pengine zitakuwa zina hiyo fatigue kwa maana ya mechi kuisha, kusafiri. Jana kumekuwa na recovery kwa timu zote mbili, na recovery tu ya kawaida kwa maana ya barafu na nini. Alafu leo itakuwa ndo kuna training session ambayo ni ya kwanza kwenye pitch kwa timu zote, kwa maana kwa timu ya pamoja na ndo ya mwisho, training ya kwanza na ya mwisho. Kwa hiyo tunaamini tutajitahidi, tutaweka jitihada kubwa kwa sababu tuna uhitaji mkubwa wa kupata hizi point 3 tuweze kutetea ubingwa wetu wa ligi kuu. Kama ulivyosema, tayari tumeshaangusha ubingwa wa CRDB, kombe ambalo tumedominate kwa misimu 4, na baada ya kufungwa unafanya tathmini yako, unagundua ni hali ya mchezo haikuwa siku nzuri kwetu. Wamecheza vizuri Azam, wameshinda mchezo, na si safari yetu nzuri kwenye CRDB imefikia mwisho. Sasa malengo ni kuendelea kwenye ligi kuu ya NBC, kuhakikisha tunamaliza msimu tukiwa na ubingwa wa ligi inshallah. Na kama msimu uliopita Ali, mlichukua makombe makubwa na mmedondosha mojawapo, hakuna wasiwasi wa kombe hili lingine lilobaki mbele yenu kwa maana kombe la ligi kuu? Hata wakati tunachukua Juma, wasiwasi ulikuwepo. Kila msimu unakuwa na wasiwasi kwa sababu wapinzani wanazidi kuimarika, wanazidi kuwa bora, wanazidi kutafuta namna ya kuweza kutustopisha. Ndio maana duniani hakuna timu ambayo inachukua ubingwa miaka 1000. Tutachukua misimu 10 au 11 kwa mtu atakudondosha. Hata hapo England kuna wakati Leicester City aliibuka, vigogo vyote vikawa chini yake. Kwa hiyo tumepoteza ubingwa, ni jambo la football, halijatutia pressure. Sasa limetuongezea focus kwenda kwenye mechi yetu hii ya Azam Football Club, lakini sio mechi hii tu, kwa sababu unaweza ukapambana ukashinda mechi hii, alafu kuna mechi ya TRA na JKT ukajikuta umeangusha alama. Kwa hiyo hizo mechi 3 tumezichukulia kwa umakini mwingine mkubwa, kisha tunapambana, tunapata matokeo mazuri tuweze kupata ubingwa wa ligi inshallah. Ahmed Ali anasema wako na Azam kwenye jambo la kesho, na sasa hivi wao macho yao na masikio yao ni kuona Azam wanafanya tena, wanakopi kile kilichofanyika Mwanza, wakana kipesti kesho Zanzibar. Nini majibu yako? Sijamsikia. Tumezungumza na amesema tumezungumza naye dakika chache zilizopita. Akasema kwamba wako na Azam kesho. Basi sawa, kila la kheri. Una wasiwasi na hilo? Hapana, sina wasiwasi na hilo, ila sioni kama mimi lanifaa kulijibia. Sioni kama lanifaa kulijibia. Wao kama wameungana, wako pamoja nao, waendelee kufanya hivyo, hakuna shida. Sisi Yanga tunakwenda kupambana kuhakikisha tunashinda mechi yetu na tunashinda mechi zilizobakia tuweze kuwa bingwa inshallah. Kamanda Jeff Leah anasema huu mwaka ni wa uchaguzi, na Yanga mwezi kwenda kwenye uchaguzi mkiwa mmepoteza makombe makubwa yote haya. Uchaguzi utakuwa mkubwa na mgumu zaidi, kwa ni lazima ngalau muende na ubingwa wa ligi. Unamwambia nini Kamanda Jeff Leah?
Yanabakia kuwa maneno ya wachambuzi Juma hayo, kwa sababu klabu ina miaka zaidi ya 90 sasa hii. Ndio. Na imechukua ubingwa wa ligi mara 31. Kwa maana kuna miaka zaidi ya 59 hapo. Ndio. Walikuwa wanakwenda kwenye uchaguzi hakuna ubingwa. Kwa hiyo ni jambo la kawaida, ni jambo la katiba, wala haliingiliani kabisa na mambo ya mpira. Ni jambo la katiba ambalo litakwenda kufanyika na tumeshatangaza mchakato mzima. Wale ambao wanaona wana nafasi za kugombea kama katiba inavyoelekeza, fursa ziko wazi. Na hata kwenye kipindi hapa kama kuna mwanachama wetu mmoja, mwambie fursa ziko wazi. Sisi tunatangaza fomu kuanza kuchukua, akachukue fomu, kwa sababu lengo la kuijenga Yanga ni kazi ya wanachama wote. Ashrafu chukue fomu. Nitachukua, mimi naipenda sana. Ashrafu nataka fomu. Kwa nini unahitaja wewe Juma? Mwanachama mkongwe kabisa. Kwa nini wewe unahitaja au sio mwenzetu siku hizi? Kwani niliwahi kuwa mwenzenu? Tumekosa kombe moja tu, umetuacha shehe. Ngoja kaniulize swali ya Ali. Alikamwe acha kutoboa siri bana. Ali. Bwana sasa na mimi sasa dilini nilikuwa mwenzetu rafiki yangu. Sasa Ashrafu lini kama mwenzetu? Kwa nini umemsemea mwenzao wakati wewe kwa jirani upo hapo? Umekimbilia kumsemea mwenzio. Juma, haya ni maisha tu ya mpira, usio unakata tamaa, lazima uwe strong. Mashabiki wa Arsenal wanajua maana ya uvumilivu. Wewe kombe moja tumefunga utatukataa. Tena hewani. Wasemaji nyinyi hapana kabisa. Ninyi? Bwana. Hapana. Ali. Na swali moja tu kwa. Ashrafu ana swali moja hapa. Kamwe. Naam. Bwana, msimu huu tangia umeanza nimejaribu kufuatilia rekodi kwenye mechi zenu zote kubwa ambazo umecheza na hizi big team kama ilivyokuwa Azam, mmecheza na Simba pia. Hakuna mechi ambayo mmepata alama 3 kama ilivyokuwa kawaida vile misimu kadhaa iliyopita nyuma. Mmetoka kupoteza mechi ya nusu finali, bahati nzuri nilikuwepo pale. But mechi nyingine inayofuata mnaenda kukutana na Giant mpira na ni muhimu pia kuhakikisha mnapata alama 3 au kusale kwa ajili ya kujiweka mazingira salama ya kwenda kubeba ubingwa. Mwalimu anazungumza nini, kwa sababu inaonekana sasa hivi ni aidha kati ya hivi vitu viwili, ni Yanga imepungua ubora au opponent wamefika kule ambako nyinyi mmetengeneza kilele. Mwalimu anazungumza nini kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Azam bora ambayo kwenye huu msimu hamjapata hata alama 3 kutoka kwao? Mwalimu anazungumza chances za kuchukua ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Hii discussion ya nani kashuka, nani kapanda, huu sio wakati wake sahihi. Huu ni wakati wa Young African Sports Club kupambana kutetea ubingwa wake wa ligi kuu. Tukishafanikisha project hiyo, tutakuwa na muda sawa kufanya tathmini ya timu yetu, kuangalia nini kimetokea kwa msimu mzima na wapi tunaelekea kwa msimu unaokuja. Kwa hiyo kwa sasa hivi tupo katika nafasi ya kutetea ubingwa wetu. Focus ya mwalimu, focus ya wachezaji, focus ya wanachama na mashabiki wetu na viongozi pia ni kuhakikisha tunaweka mikakati mizuri tuweze kutetea ubingwa wetu wa ligi kuu inshallah. Asante, tukutane baadaye bwana. Mimi nikitoka hapa nitakuja ndugu yenu. Kama walivyokuja Mwanza wakimbia karibu na huko. Alikimbia? Ilikimbia vipi? Nimekwambia tu kama walivyokuja Mwanza wakimbia karibu na Zanzibar. Asante bwana Kamwe. Bana, tumemsikia vizuri sana hapo Alikamwe akiwa anazungumza kuhusiana na mchezo wa kesho na jinsi ambavyo mambo yanakwenda mpaka sasa hivi. Azam mwenyewe, kuna kitu gani ambacho unakiona kila siku kinakuvutia japokuwa hawaweki katika nafasi ya kuwa mabingwa, especially kipindi hiki ambacho wako chini ya mwalimu Florent Ibenge? Kitu ambacho kinanivutia cha kwanza ni uwezo wa Florent Ibenge kurotate kikosi cha wachezaji. Alafu kuna wachezaji wengi sana wazao ambao wanapewa nafasi. Okay, sipo jalishi ni mechi gani anafanya rotation tu. Anafanya rotation kubwa sana na ni vijana wadogo sana ambao either wanatoka kwenye academy ya Azam wanapata promotion na wakija wanaweza kudeliver kitu kile inaweza isiyo kwa 100%, lakini walau wanampa kile kitu ambacho Ibenge anakitaka. Inaonekana ni vijana ambao wana pick order vizuri. Unajua kuna wachezaji ambao unawapa details alafu unakupa kitu kile ambacho unachokitaka.
kama kocha kwako inakuwa very satisfying na inakuwa vizuri kwa sababu wale top players wanakuwa na muda wa kupumzika. Najua mechi zimekuwa nyingi back to back. Kwa hiyo unapopata muda wa wachezaji kuweza kurefresh inakuwa ni jambo zuri. Kuna siku tushia kuzungumza nadhani kwamba sasa hivi kuelekea sasa mpaka mwisho wa ligi kuu Tanzania bara inawezekana kila timu inaweza ikawa na siku 2 za kupumzika au siku 3, lakini maximum 2. Hapo kuna travels, kuna recovery, mnabidi tena mrudi kwenye board, mwanze kuangalia tunaita footage ya mechi iliyopita, wapi mlikosea, wapi mlipatia, na kuweza kusahihisha yale makosa, na vitu vyote vinafanyika kwa muda mfupi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimenivutia sana kwa Florent Ibenge, lakini ni uwezo pia wa wachezaji kuweza kuwa kwenye form. Kuna wachezaji ambao wanatoka kwenye injuries, mtu kama Adolphe Mtasingwa Bitegeko ameweza kurejea, anampa bado machaguo mengi, na hii ndio imekuwa faida kati ya kocha ambaye amerotate kikosi mara nyingi, hasa kwenye maeneo muhimu ambao upasi kurotate. Nadhani ni Florent Ibenge. Kuanzia eneo la goalkeeping wameweza kushare dakika nyingi sana. Aishi Manula, Foba, Aishi Manura. Inawezekana Fofana peke yake. Fofana mwanzo ndo alicheza sio nyingi sana mwanzoni. Unaweza kaona hicho kitu. Alafu clean sheet pia wanaweza akawa wamegawana nyingi. Unaweza kukuta Manula anazo clean sheet labda 8. Ukija Foba anazo labda 6 mpaka 7. Fofana sio nyingi sana kwa sababu hajacheza game nyingi. Kupitia rotation. Na labda hiyo ndio sababu kwa nini matokeo yao yako inconsistent. Yes, ndo nilichokuwa nataka kuhoji. Yaani rotation nyingi sometimes ndo inapelekea kupata sare nyingi pia, ambazo watu wengi wamekuwa kihoji mbona Azam imepata sare nyingi kuliko hata michezo ambayo amepoteza maybe. Ni kweli, na ukiangalia sare zao nyingi ambazo tunazungumzia ndio zile bila zimekuwa ni nyingi sana, takriban 6-7 inaweza ikawa zimefika hivyo, na hiyo inaweza ikawa sababu kubwa sana. Kwa sababu gani? Kuna maeneo ambayo nilianza kuzungumza haupaswi sana kurotate, sasa eneo la ushambuliaji inawezekana sana pia kuna eneo la center back hata goalkeeping wana sare katika sare zao 10 7 zimeisha bila. Unaweza ukaona hicho kitu. Kwa hiyo inawezekana kwenye safu ya ulinzi haijawa affect sana, lakini kuna eneo la ushambuliaji, leo anaanza Ngita, kesho anaanza Kitambala. Kuna kosa ile rhythm ya timu ya kwenye ile flow ya ushambuliaji. Kuna zile patterns ambazo labda wachezaji wanakuwa wamezoea. Kuna kitu kimoja mimi nakiona Azam. Nadhani bado msimu huu kuna kundi la wachezaji ambao wameiangusha timu, unaweza ukasema. Yaani kwa sababu kwenye msimamo ulivyo Azam ni kama malengo yake ameshayatimiza. Kwa hiyo by now tunaweza tukajadili kwa muktadha mzuri msimu wao wote. Azam wamekuwa na mchezaji mmoja kwa mfano kwenye eneo la kushambulia ambaye amekuwa consistent, Faisal peke yake. Sawa. Ukiangalia in comparison na rivals wa Azam ambao ni Simba na Yanga, angalia kwa mfano form aliyokuwa nayo Alan Okello toka alivyosajiliwa. Lakini kabla Okello hajaja, mtu kama Pacome mpaka wakati ule ambao Okello alikuja alikuwa anafanya vizuri. Depo alikuja naye akawa anafanya vizuri. You're talking of mchezaji zaidi ya mmoja. Sawa. Ukienda Azam, ukienda Simba, kuna mtu kama Mpanzu. Hakuanza msimu vizuri in terms of kudeliver kwa kufunga na kuassist, lakini he was playing well kwa sababu unajua kukosa tu nafasi doesn't mean umecheza vibaya. Cha kwanza ni wewe kuwepo kwenye sehemu ambako unaweza kukutwa na nafasi ikatengenezwa wewe ukiwepo hapo. That's the most crucial thing. Issue ya kukosa sio jambo kubwa. Lakini angalia hata wachezaji waliosajiliwa kwa mfano Libasege, Anise Aura, Clatous Chama, you are talking of more than one player kwenye eneo la kushambulia ambaye anaibeba timu. Sawa. Kwa ambacho mimi natamani kukiona kutoka kwa Ibenge, natamani na nadhani sijui kama hiki kinamwangukia yeye kama kocha ama ni issue ya wachezaji wenyewe, I don't know. Maana unaweza ukasema kwamba a demand zaidi kwa wachezaji wake, hiyo sasa inakuwa nje ya uwezo wake. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.